takasa fahamu zetu, tuoshe kabisa sawa sana fadhili zako Bwana, tusafishe nasi tunakuwa safi Bwana majeshi. Yesu Kristo Bwana majeshi, Mungu mwenye nguvu, tuhurumie Bwana majeshi katika usiku wa leo. Tunahitaji tusamehe Bwana, ututakase kwa damu yako, usitutenge mbali na uso wako wa Roho yako Mtakatifu. Tega sikio lako Bwana, macho yako yakapate Mungu kuitazama watakatifu wako Bwana, wakiomboleza katika hekaluni mwako Bwana, kwa kuwa neno lako ndani ya Mambo ya Nyakati Bwana, ile sura ya kwanza, ile sura Bwana 20:9, neno lako Bwana linasema, yakitujia mabaya upanga tauni na hukumu Bwana, hata na jambo alifoma mataifa yote Baba, tutasimama mbele ya nyumba hii Bwana, tukipata sauti mbele zako na kuomboleza Bwana, na utakaposikia jina lako Bwana, utakaposikia kwa kuwa jina lako Bwana limeandikwa mahali hapa, na utakaposikia kilio chetu Bwana, na utaingia na kuokoa Bwana majeshi. Tazama tuko mahali hapa, tuomboleza kwa mbele zako, takasa mahali hapa Bwana, ukitusamehe, takasa nafsi zetu, fahamu zetu Bwana, takasa fikira zetu Bwana majeshi, kwa kuwa tumeingia kinyume na hekima yako Bwana, kwa kujua na kwa kutokujua. Katika usiku wa leo mwaminifu Baba, tunaomboleza mbele zako tukiomba rehema. Tumekosa kwa kuiweka pembeni Bwana hekima, tumeiweka busara pembeni kwa kujua na kwa kutokujua Bwana. Ndio maana tunaomboleza mbele zako unyenyekevu tuliokuwa na mioyoni mwetu Bwana, tumejikuta tumeweka pembeni kwa kujua na kwa kutokujua Baba. Ndio maana tunaomba rehema mbele zako, utuhurumie Bwana majeshi, tusamehe. Tumekosa kwa kujua Bwana na kwa kutokujua. Achia rehema zako katika usiku wa leo, achia rehema zako Bwana majeshi, usitutenge mbali na uso wako Kristo mwema Bwana. Achilia rehema zako, achilia rehema zako Bwana. Samehe wa baba, samehe wa mama, samehe vijana Bwana, samehe mabinti, samehe watoto Yesu Kristo, samehe watumishi wako Bwana. Ni kweli Bwana, kuna mara ambapo watumishi wako na wao Bwana wameivuka mipaka kinyume na mapenzi yako Baba, katika kufundisha, katika ushuhuda Bwana, wakajikuta wameenda kinyume na mapenzi yako Baba, kwa kujua na kwa kutokujua. Ndio maana naomba rehema zako Bwana kwa ajili ya manabii na mitume mahali walipopote Bwana, wachungaji na walimu na ujize Bwana, watangazaji wa ushuhuda zako Bwana, walifundisha neno lako katika makusanyiko Bwana, kwa kuwa hekima umeiweka pembeni Bwana, wakasahau ya kwamba ndio wapate hekima Bwana ya kuweza kuitangaza jina lako. Nasi katika usiku wa leo hii Bwana, tunaomboleza kwa neema na rehema zako, usitutenge Bwana, wasikilize watoto wako Baba, waomboleza hapo katika kufunga. Kuna watakatifu wakiomboleza watumishi wako Bwana, kuna watakatifu wakiomboleza watumishi wako Bwana, na wao Mungu waomboleza kwa milimani katika maombi yao. Ninahitaji usikie kilio chao Bwana, ninahitaji usikie maombolezo Yesu Kristo Baba majeshi. Mungu wa mbinguni, tusaidie kupata hekima, tusaidie kupata hekima, tusaidie kupata hekima. Tusamehe pale ambapo Bwana tumeenda kinyume na hekima yako, na hekima yako. Tusamehe Mungu wangu, katika kunena, katika kutenda tumeenda kinyume na hekima yako. Mungu wa mbinguni, katupatie hekima, ukatusamehe pale ambapo tumetenda kinyume na hekima zako. Tazama maenzi, maana Mungu umesema kabisa kwamba hekima kupanda sauti yake katika njia kuu, kutoa sauti yake katika viwanja. Lakini Mungu wa mbinguni, tazama hatupazi hekima katika njia kuu, wala hatutoi sauti za hekima katika viwanja. Manake nini? Manake nini ya hili neno? Manake ni kwamba katika njia kuu ambako ndiko kuna makutano ya watu, tunasema upumbavu, tunasema ujinga, tunafanya ujinga. Hekima yetu haipazi sauti kwenye njia kuu. Mungu samehe, Mungu rehemu, samehe Baba yangu kwa ajili ya jina lako takatifu. Njia kuu imekuwa ni sehemu ya upumbavu, njia kuu imekuwa ni sehemu za ujinga. Mungu samehe na urehemu kwa ajili ya jina lako. Rehemu na samehe Baba yangu. Mungu wa mbinguni, tazama hekima
viwanja, maanake sehemu ya wazi. Lakini Mungu tusamehe, hatutoi hiyo sauti ya hekima, haipasi tena kwenye viwanja. Inapaswa sauti ya matusi, sauti ya pumbavu, sauti ya kijinga, sauti ya kutupotosha. Mungu samehe na urehemu kwangu, na urehemu Yesu kwa jina lako takatifu. Rehemu samehe, tunaomboleza mbele zako, kwa maana hekima imepotea kwenye ndoa, hekima imepotea kwenye familia, hekima imepotea kwenye utawala, hekima imepotea kwa wananchi. Mungu wa mbinguni, wewe ambaye ndio chanzo cha hekima, tunaomba tusamehe, tunaomba tupatie rehema zako, ukatupatie hekima kwa upya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tumefanya mambo mengi ya kijinga, Mungu wangu, ambayo ametupotezea heshima, maana Biblia imesema yeye azinie hana akili kabisa, afanya mambo yatakayoweza kuangamiza nafsi yake mwenyewe. Maanake nini? Maanake kuna hekima imeondoka. Ndio maana uzinzi ulikuwa wa hadharani, waziwazi. Leo hii hekima ipo, hujapanda tena, hekima ipo viwanjani tena. Uwepo viwanjani ni uzinzi, iliyopo kwenye viwanja ni upumbavu, iliyopo kwenye viwanja ni usengenyaji, iliyopo kwenye viwanja ni maneno mabovu. Na hata njia panda kuna wapumbavu wamekaa njia panda, wanaongea pumbavu. Mungu wa mbinguni, hekima yako haionekani tena, na wakati hekima upana za upate katika njia panda. Manake hekima inatoa sauti kwenye mambo ya msingi tu, kwenye mambo ya maana tu, ambapo hakuna mambo ya maana. Hekima hunyamaza, hekima ukakilia. Lakini sisi Mungu tumekuwa tunaongea pumbavu kwenye vibaraza, hatutoi hekima kwenye njia panda. Hekima haitoki kwenye vibaraza vyetu, inatoka roho za kipendo na uchafu, kwa jina la Yesu. Tusamehe, samehe Baba, samehe ndoa za watu, kwa maana hazina hekima tena. Ni upumbavu tu umejaa kwenye ndoa za watu, ni ujinga tu umejaa kwenye ndoa za watu. Hakuna hekima inayosema mle, hakuna hekima inayosema mle. Maanake nini? Kwenye njia panda ya ndoa hakuna hekima inayopanda sauti. Kwenye njia panda ya huduma hakuna hekima inayopanda sauti. Kwenye njia panda ya mafanikio hakuna hekima inayopanda sauti. Kwenye njia panda ya kwenye kazi ya mtu hakuna hekima inayopanda sauti. Wewe Mungu tusamehe na uturehemu. Mungu wangu tusamehe, tumekuwa kama wapagani, hatupazi sauti za hekima tena. Tumekuwa kama wanyang'anyi, hatupazi sauti za hekima tena. Tunapita njia panda, hatutoi sauti za hekima tena. Tunapita kwenye kazi zetu, hatuongei hekima tena. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa tamamani tundo, tunapitisha sasa damu ya Yesu ili kurehemu na kusamehe. Damu ya Yesu ili kurehemu na kusamehe. Na Mungu akasema kwamba kwa hekima yake Mungu aliimarisha misingi ya nchi, na kwa akili yake akafanya nchi kuwa imara, misingi yake kuwa imara, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rehema zako na neema zako na upendo kwa ajabu Bwana, ukaturehemu na kutusamehe sisi ambaye Bwana hatujui wakati wa kusema hekima na kuacha kusema upumbavu. Kwenye njia kuu inatakiwa tuseme hekima, kwenye njia kuu inatakiwa tupaze hekima, kwenye viwanja inatakiwa tupaze hekima. Hekima itoe sauti yake, sema mboni ya waziwazi, ambapo ni kifichoficho ndiko ambako kuna upumbavu na ujeuri umejaa huko. Kwa maana hiyo sehemu watu hawakuoni, ndipo unafanya upumbavu. Hekima inaondoka, unakuwa kama mnyama, unaloga ovyo ovyo.
Bwana, tunahitaji rehema yako Bwana. Samehe Bwana maelfu wetu Bwana, na wapo tutafutao wewe Bwana, tunahitaji rehema yako Bwana. Sisi hatustahili mbele zako Bwana, ila kwa rehema yako Bwana tunastahili Bwana. Unapostahilisha Bwana tunastahili Bwana. Tunahitaji rehema yako Bwana. Samehe Bwana, samehe wamama hawa Bwana, samehe wababa hawa Bwana, samehe vijana hawa Bwana, samehe mabinti hawa Bwana, samehe watu wako Bwana, samehe kanisa lako Bwana, samehe Bwana. Yesu saidie zako Bwana. Tunasema Bwana, njoni kwa ninyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, na nitawapumzisha Bwana. Tunahitaji Bwana rehema yako Bwana, tunahitaji msamaha wako Bwana. Kwa yote tunatumia kima na wewe Bwana, tusamehe Bwana, samehe kusema kwetu Bwana, samehe kuwaza kwetu Bwana, samehe kufikiri kwetu Bwana, maana tumefikiri upungu wako Bwana, tumekosa hekima yako Bwana, tumewaza upungu wako Bwana. Yesu tunahitaji rehema yako Bwana. Yesu tusamehe Bwana. Umesema Bwana, maneno ya kinywa changu Bwana yakapata kibali mbele zako Bwana, mawazo yangu Bwana yakapata kibali mbele zako Bwana. Yesu tumekosea Bwana kuwaza Bwana, tumewaza upumbavu Bwana. Yesu tusamehe Bwana, samehe Bwana, samehe kanisa lako Bwana, samehe watakatifu wako Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana, samehe maembe Bwana, samehe wababa wa maembe Bwana, samehe wamama wa maembe Bwana, samehe mabinti wa maembe Bwana, samehe watoto wa maembe Bwana, samehe vijana wa maembe Bwana, samehe wamama wa maembe Bwana, samehe Bwana.
kuweza Bwana. Samehe Bwana, samehe Bwana. Wanaanza kudanganya watu Bwana kwa kutumia vitu visivyofaa Bwana. Yesu samehe Bwana. Yesu samehe Bwana watu wako Bwana. Samehe watumishi wako Bwana. Samehe Bwana. Maana sipo neema yako Bwana. Yesu hakuna mtongi. Samehe Bwana. Samehe Bwana, samehe Bwana. Samehe Bwana. Samehe Roho Mtakatifu. Samehe Bwana amani. Baba wa milele, tuko mbele zako Bwana. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji msamaha wako Bwana. Yesu samehe Bwana. Anaendelea tunaweka mwezi wa 5 mkononi mwako Bwana. Ambao tunauendea Bwana. Tunahitaji kwa kuona wewe Bwana. Mwezi wa 5 Bwana. Tukazione nguvu zako Bwana. Tukaone mazimisho yako Bwana. Tukaongozwe na wewe Bwana. Kwa kila jambo Roho Mtakatifu. Katulinganie wewe Bwana. Katuongoze wewe Bwana. Tuonekanie Bwana. Kama mwezi wa kwanza kwa 5 Bwana. Bali tarehe ya kwanza Bwana. Mpaka tarehe ya mwisho Bwana. Zote Bwana. Ratiba zote Bwana mwezi huu Bwana. Tangazo na katina majia Bwana. Ya mwezi wa 5 Bwana. Tukuone wewe Bwana. Tuonekanie Bwana. Tuonekanie Bwana. Yaliyoshindikana Bwana. Yawezekane Bwana. Yaliyoshindikana Bwana. Yafunguliwe Bwana. Yaliyofungwa Bwana. Yafunguliwe Bwana. Wagonjwa Bwana. Wakawekwe huru Bwana. Wanahitaji mbalimbali Bwana. Wapewe majawabu Bwana. Ya mahitaji yao Bwana. Mwezi wa 5 Bwana. Yesu mambo yote Bwana. Ukayaonekanie Bwana. Kila jambo katendeka Bwana mwezi wa 5 Bwana. Tukakuone wewe Bwana. Baraka zilizofungwa Bwana kwa mwezi wa 5 Bwana zikafunguliwe Bwana. Wote washikilia baraka zetu Bwana. Wakaachilie Bwana. Kwa jina la Yesu. Tuonekanie Bwana. Tuonekanie Yesu. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Hiyo hekima Bwana, kwa jina Yesu. Mungu wa mbinguni, kwa mtoto wako mmoja mmoja, kaachilie hekima, kaachilie hekima, kaachilie hekima, kaachilie hekima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, yeye akataye maarifa na mimi nimemkataa. Mungu wa mbinguni, kwa jina lako takatifu, katupatie hekima ili usitukatae, katupatie hekima ili usikutae, hekima ya upendo, kupendana sisi kwa sisi. Maana ulisema kabisa kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda ninyi. Mungu wa mbinguni, hiyo pia ni hekima, hiyo pia ni hekima. Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya jina lako, viongozi wa nchi ukawape hekima, hekima ya maamuzi. Kwenye maamuzi ya hekima ndipo kwenye amani, kwenye amani ndipo kwenye uzalishaji, kwenye uzalishaji ndipo kwenye maisha bora. Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kila kiongozi katika nchi ya Tanzania akapewa hekima, akapewa hekima kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunapenya katika judiciary kwa jina la Yesu, wakapata hekima, wakapata hekima namna ya kuendea mambo, namna ya kutoka na kuingia. Mungu wa mbinguni, ukawape hekima, ukawape hekima wanapotamka katika mikutano, wanapotamka katika njia panda, wanapotamka katika viwanja. Kama vile hekima inatoa sauti katika njia panda, inapaa sauti katika njia kuu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo wakapewa hekima. Viongozi wa kidini wakapata hekima kwa jina la Yesu. Viongozi wa familia wakapata hekima kwa damu ya kondoo. Mungu wa mbinguni, naomba hekima, naomba hekima, naomba hekima kwa ajili ya jina lako. Maana bila hekima yako hatuwezi neno lolote, hatuwezi neno lolote. Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu, waonezwe hekima, waonezwe hekima, waonezwe hekima, waonezwe hekima. Basi mazo unaweza hekima katika nchi ya Tanzania, unaweza hekima katika nchi ya Tanzania, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo. Na kondoo yenye mipaka ya nchi ya Tanzania, na kondoo yenye mipaka ya nchi ya Tanzania, wewe mkuu wenye vichwa 7, wewe mkuu wenye vichwa 7, unaachilia moto, moto ambao sio wa hekima, moto ambao ni wa hasira. Maana hasira haitendi haki ya Mungu, kwa jina la Yesu Kristo.
Tanzania. Wewe Freemason unaratibu machafuko, unaratibu machafuko. Watu wanakosa kuwa na hekima kwa jina la Yesu. Tunapenda katikati yao, tunapiga msha teketeza kabisa. Kuna mtu amekaa kwenye ndoa yako, ukosa hekima, ujibu vibaya, no ite, kwa maana amesema kwamba hekima upata sauti yake katika njia panda, njia kuu, kwenye malango ya nchi, kwenye malango ya ndoa, kwenye malango ya familia, kwa jina la Yesu Kristo. Wao umekaa hapo, umekaa kwenye familia, umemshikilia mwanamke, anajibu vibaya, hatumii hekima, kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo na kupiga mwisha teketea kabisa kwa damu ya kondoo. Wao nilikwambia na nikasema wewe utakaa kwa watu wa Mungu, unajibu vibaya, ujibu wote. Wewe nakwambiaje, wewe pepo na kufukuza katika Tanzania, na kufukuza kwenye familia, na kufukuza kwenye hiyo kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mtu baada ya kujibu vibaya kwenye kazi yako ulifukuzwa, nini? Ulikosa hekima. Kuna pepo alikaa hapo kwenye hiyo kazi, akasimama kwenye hiyo kazi, ukajibu vibaya, manake hakutumia hekima. Kwa jina la Yesu tunapiga mwisho teketea kabisa kwa jina la Yesu. Wewe kwa damu ya kondoo tunakuangusha kwa jina la Yesu. Kuna mtu uliongea vibaya mahali, tokea siku hiyo ukawa huna thamani tena. Siku hiyo ulijibu bila hekima, uliongea vibaya. Maana nini? Uliongea vibaya, ukujibu kwa hekima. Hekima upazo yake, katika viwanja. Wewe kutoa hekima, ndio maana mpaka leo mnagombana, ndio maana mpaka leo mnatengenyana, ndio maana mpaka leo mnapigana. Nini? Ukuwa na hekima katika majibu yako kwa jina la Yesu. Hayo pepo amekaa kunong'oneza, kujibu bila kuwa na hekima, bila ngusha, teketeza kabisa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe kwa damu ya kondoo na jina la Yesu umesambazia familia, maneno yako ya kipumbavu. Umeondoa hekima ya kimungu kwenye familia, umeondoa hekima ya kimungu kwenye nchi ya Tanzania, umeondoa hekima ya kimungu kwa viongozi. Ndio maana kuna ugomvi usiokuwa na sababu kwa jina la Yesu. Wewe pepo uleta hapo, pepo leo amani, piga mwisho teketea kabisa kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo. Mtumishi wa Mungu usaje kabisa. Huyo pepo aliyekaa hapo anakwenda tofauti, hekima ya Mungu anaongea tofauti.
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kubali maarifa. Pia Musa takataka kabisa. Mtanyane kanaka. Usiwache kuishi. Bali imeandikwa, nimepewa mamlaka na kelele na mamlaka na nguvu zote. Haina adui. Watoto wa Mungu. Kwa jina la Yesu. Unajua kabisa adui amekaa wapi? Anaondoa hekima, amekaa kwenye elimu, amekaa kwenye afya. Tunamko vyake ni mgogoro kila siku, imezorota. Ila tulichokosa ni hekima ya kula. Sasa na pressure kwa sababu kuna hekima ya kula ilikosekana. Sasa una ugonjwa fulani na uzinzi, ulizini tu pale, ukapata ukimwi, ukapata homa ya ini, ukapata magonjwa mazito. Maana nini? Ulikosa hekima namna kuenenda, ulikosa hekima namna kuenenda. Leo hii tunaongea mimi hapa. Kuna mtu ndoa yake imesambaratika, kuna mtu watoto wake hawaelewani, kuna mtu nyumba yake haiendi pasavyo. Nini? Kuna pepo wa kuondoa hekima, wa kuondoa akili, wa kuondoa maarifa. Akuja akuondolea maarifa ukiwa umelala, akuja akuondoa maarifa ukiwa una hasira, akuja akuondoa maarifa ukiwa kwenye hali habari. Kwa jina la Yesu, asiwache pika katika pika Musa, teketea kabisa kila pepo anayesimama kwenye familia yako, wakaondoa hekima kwa watoto wako, wakawa uzabanki, wakawa uzavirungi, wakawa uzabanki, wakawa wazinzi, wakawa malaya. Wanajua wanakosa hekima namna ya kuishi, wanakosa hekima namna ya kuendelea. Hasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mtu tu tunaambiwa aombee watoto wake, aombee watoto wake. Watoto wake wamengatwa nje na nyoka, wakaondolea hekima. Tena cha ajabu, huyu nyoka ameng'ata kwenye utosi wa ubongo, kwenye utosi wa ubongo, akaondoa hekima. Ndio maana leo mtoto wako ukifuatilia vizuri unagundua sivyo alivyokuwa mwanzo. Mpaka unashangaa, unajiuliza imekwaje? Kwa nini iko hivi? Neno la Bwana linasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Kwa jina la Yesu, nahitaji mtu ambaye ana hasira na nyoka, ana hasira na nge, apige katikati ya kwake, akanyaga hizo kichwa. Kwa jina la Yesu, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Kwa jina la Yesu, piga Musa, teketeza kwa moto, teketeza kwa moto. Watu kote umekamata watu wetu, umewapa magonjwa kwa sababu wamekosa hekima, umewapa shida kwa sababu hekima kukana. Kwa jina la Yesu, achilia moto wa Yesu, achilia moto wa Yesu. Watoto wangu napita katikati yao, wewe kama nje, ule kahaba ukaondoa hekima kwa watoto wangu, ukaondoa hekima kwa viongozi wangu, ukaondoa hekima kwenye changu. Kwa jina la Yesu, wewe kukamata na kupiga Musa, teketeza kabisa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Kondoo. Kuna mtu piga teketeza, kwa maana maombi ni kwa ajili ya baadaye. Ndipo hapa tukakamliwa na andika ya maono, maana ni kwa wakati ujao. Hata kikawia yasubiri ya ngoje. Haya maombi wafanya hapa ni kwa wakati ujao. Kuna mtu hapa ila maombi ni kwa wakati ujao. Kwa jina la Yesu Kristo, piga Musa, teketeza kwa moto wa damu ya Yesu. Piga katika familia yako, piga Musa kabisa. Usiwache kuishi watu wanakuondolea hekima, wanakuondolea hekima, wamekuondolea maisha, wanakuondolea hekima, wanaondoa Mungu kwenye maisha yako. Piga Musa, teketeza
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu asante, Mungu asante kwa ajili ya ushindi wako mtakatifu, kwa ajili ya neema yako na rehema zako na upendo wako ajabu. Mungu wa mbinguni, umenipigania, umenishindia. Yesu asante kwa ajili ya watoto wako. Basi na watu usimame tumshukuru Mungu. Maombi yote watu leo mahali hapa. Tunaamini kabisa kwa imani Mungu ameshasikia. Tumeshapokea ameshakuwa yetu. Basi kila mmoja mahali ulipo shukuru Mungu. Shukuru Mungu, baadaye tutaenda kuahirisha.